Asante sana Mheshimiwa Waziri wetu Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba. Kwa majina anaitwa Charles Waitara, ni mwenyekiti wa mkoa wa Mara, lakini pia ni mjumbe wa kamati kuu ya SHUMA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze Mheshimiwa Rais kukuteua wewe kuwa waziri mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tuna imani na wewe. Nilifuatilia historia yako siku moja kwenye mazungumzo yako baada ya kuteuzi. Ulipita kwenye changamoto wakati unashughulika na mambo ya ujenzi. Naamini hizo nazo zilikuwa ni changamoto kama zetu sisi wa machinga na maafisa usafirishaji. Kwa hiyo wewe sio mgeni wa changamoto hizi tunazozisema. Na waziri mkuu umeingia mahala pake. Changamoto tunazozielezea sisi, mfano za mikopo hii ya 7% inatupa wasiwasi sana, na bahati nzuri tunaye waziri wetu mweledi sana Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Hii ya 7%, sisi wenye viti wa mikoa tunakuwa na hofu kwamba yaweza kuwa hizi hazijawekwa benki, kwa sababu kwenye mikoa yetu tunapoendelea kufuatilia kwenye mabenki ya NMB hakuna majibu ya ukopeshwaji. Matokeo yake viongozi wa machinga na usafirishaji wameonekana waongo na matapeli, lakini kumbe ni sera ya serikali. Tunachokiamini, mikopo hii kama tutashirikishwa sisi viongozi wa machinga kuanzia ngazi ya wilaya na mikoa, ili tutoe taarifa kwa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, tunaamini hii mikopo inaweza ikasaidiwa kutoka kwenye mabenki huko. Saizi ukienda kukutana na manager wa branch yoyote ya NMB atakwambia tunakopesha wa machinga, lakini ukiangalia kwenye rekodi mwenyekiti hata wa mkoa hajui. Hata mwenyekiti wetu taifa sidhani kama ana rekodi ya wamachinga waliokopeshwa nchi hii kwa 7%. Lakini kwenye muongozo wetu pia unaonyesha 7% hizi zilivyofanywa mgawanyo. Benki na mgawanyo wake mle 5% kama 5 sio. Lakini pia ukiendelea pale mbele kuna 1% ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Sisi kama taasisi ambao ndo tunashughulika kuuza vitambulisho, kutambua wajasiriamali hawa machinga, hata ile senti Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndio maana unasikia wanasema kuna njaa sijui mweko. Sisi kule kwetu kuna lugha ile ya mweko, yani njaa. Maana yake hata 1% haimo. Sasa tuombe. Hii ni serikali yetu, tunaipenda sana. Ndio maana hata kwenye kura tulishiriki, makongamano tulifanya nchi nzima kasoro mikoa miwili tukitafuta kura. Na wewe ninaamini umepatikana kwa kura na unaenda kusimamia Watanzania hawa. Tunaomba hii mikopo muifuatilie vizuri serikali. Tunaamini wanaenda kukopeshwa matajiri. Lakini pili, tunakuja vitambulisho. Tunajitahidi sana kuuza vitambulisho. Tunashirikiana na Maendeleo ya Jamii 20,000. Kile kitambulisho ukiangalia kwa wajasiriamali hawa, hata shilingi moja hamna percent inayoingia kwenye shirikisho. Tuliomba vivi vitambulisho vinapouzwa, tunapoviunguza kwa wamachinga wetu huko, na sisi wenyewe tunavinunua, basi taasisi kama taasisi iwekewe hata 1% kadhaa, hata 0.5 inaweza ikatutosha kama shirikisho likajiendesha. Lakini la mwisho niseme, kuongoza watu hawa ni changamoto kubwa sana. Haya makundi ni magumu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wengi wao tunao saizi wa form 4, form 6, vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kuwaongoza sasa ni kazi ngumu kweli kweli. Lakini unakuta kiongozi wa mkoa anahangaika na tuliza kundi linatulia akishirikiana na mkuu wa mkoa. Kiongozi wa wilaya hivyo hivyo. Ninamshukuru mkuu wa wilaya amesema hapa, wameshirikiana vizuri kuyatuliza haya makundi. Lakini sasa namna gani viongozi hawa waweze kuwafikia kwenye wilaya zao? Na hapo pamekuwa ni changamoto. Mwenyekiti taifa yuko hapo, mwenyekiti Mheshimiwa Chenja tumekutana naye Sumbawanga mwaka jana, tunafanya zoezi wakati Mheshimiwa Samia anakuja pale, Dr. Samia. Wanatembea kwa miguu hawa au bodaboda zao, hata usafiri kiongozi wa taifa hana. Unasema kuna mwenyekiti wetu taifa anakuja, jamani mjipange, wanajipanga kumpokea na shuka na bajaji.
Bagosha, hii ni kazi kweli. Asante sana. Hii nchini ya kwetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba wote tushiriki keki, hata wakipewa usafiri tuchangie mafuta. Nashukuru. Na Mheshimiwa Dr. Samia amejenga ofisi, tunamshukuru sana mikoa yote. Nina wilaya 7 mfano, wilaya 6 mkoa wa Mara, na wilaya zingine kama Tabora wilaya 8. Sasa huyo mwenyekiti atafikaje kule Urambo? Sina apewe basi hata ka usafiri, afike huko Urambo akawaone wana Urambo. Baada ya kusema maneno hayo, tunakuamini sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, tunakuomba sana na Mungu aendelee kukulinda, na leo umetufurahisha kutusikiliza. Naamini roho yako ni nyeupe kama sura yako, mambo mengi utafanya. Asante sana. Asante sana. Basi muda huu hapa naomba nimkaribishe mwenyekiti wa shirikisho la madereva wa pikipiki na bajaji kwa ajili ya wachangiaji wawili kutoka kwenye upande wa kundi hili. ST Bongo, nyumbani kwanza.